Okay, tunaanzia pale ambapo tuliishia sasa. Mjomba alikuwa anatafuta nani ambaye ameleta kizaza, lakini pia babu kuna kitu alikiona kiko sawa. Akaona kwa sasa mjukuu wake ananyanyasika zaidi. Lakini sasa binti alikuwa ametulia na alikuwa na kauli ya kuongea juu ya chochote kile, kwa sababu alijua mtu ambaye analeta mchezo ni mamake wa kambo, anasababisha hapa michezo. Na yeye aliamua kulifinyia ile jambo kwa ndani tu, akalitunza kwa sababu anajua nani ambaye anatengeneza nafasi za kumweka katika hali ya hatari zaidi. Anasema lakini kwa wakati huu ndakisha na mlinda mjukuu wangu na kucheza na wale wote ambao watengeneza hatari kwa mjukuu wangu. Ilikuwa ni maneno ya mzee tu. Lakini sasa mfalme kwa wakati huu anahitaji kutoka katika mashindano ambayo ilikuwa ni shughuli za uwindaji tu. Lakini kuna mjumbe ambaye analeta taarifa kwamba yule mtu ambaye alikuwa anahitaji kumwangamiza binti ameweza kumkuta akiwa ameweza kupoteza maisha. Lakini huyu hapa mjomba baada ya kuangalia tu aliona huyu mbona kama sio huyo. Lakini sasa mtu ambaye alikuwa ameshambulia binti alikuwa na kidani fulani ambacho miongoni mwa memba ambao wanapatikana katika jumba la kifalme. Sasa nani mtu huyo? Lakini huyo aliyeletwa ni kwamba ni feki. Hata binti alivyomwangalia mtu huyo alipata mashaka zaidi. Asema basi tuamini kwenye hiki na tufanye uchunguzi wa kina sana kwamba nani ambaye alikuwa anataka kusababisha balaa binti yako mzee. Basi The King alikuwa anahitaji kuondoka. Lakini kwa sasa binti ana mambo mengi sana katika kichwa chake. Anasema watakuwa ni watu wa Queen wanataka kuniangamiza mimi. Lakini sasa na babu ameshagundua kwa sasa mjukuu wake atakuwa katika hali ya hatari zaidi. Basi majira usiku Chalia amerejea kule ambako dadake ambaye anafahamika kwa jina ya Yongjin kuja kuleta dawa ili iweze kuachiwa na kuweka sawa zaidi. Anasema kama hataweza kutokea mtu ambaye anatakiwa alete dawa kwa ajili ya matibabu ataweza kuweza kupoteza maisha. Sitakuwa na muda wa kuweza kukuonea huruma tu. Hadi sasa kuchukua muda Chalia anarejea. Anasema usifanye hicho ambacho anafanya. Kwani kila kitu tumekiweka sawa zaidi kutokana na namna ambavyo tulikuwa tumekubaliana. Basi aliweza kumpatia bibi dawa. Anasema nitakuamini vipi? Nguvu ya dawa iko kwenye pale imani ambapo utaweka. Kwa swala kuniamini mimi sijui. Kila anachoamini nimekuletea dawa sahihi zaidi. Mtu yule alikuwa na upendo sana na binti kwa sababu kwa sasa ni kama mdogo wake tu. Lakini pia huyu binti ambaye alikuwa amemteka alijisikia vibaya zaidi. Hadi sasa upande wa pili katika kitengo department Palace wanamuita Grand Mother. Binti yuko kwa bibi yake anatoa juu ya kile ambacho kilitokea. Hadi sasa bibi yake kuna namna ambayo anaona mambo hayajakaa sawa zaidi. Anasema kwa wakati huo ndio utengeneze nafasi ya kuweza kujilinda tu kwa sababu zinaonekana zinaweza zikaja kwa njia ngumu sana katika maisha yako ya baadaye. Yeye mpaka sasa ni kwamba hana muda wa kuongea na mtu. Kuna kitu ambacho kinazunguka katika akili yake. Hata hivyo mamake wa kambo alijaribu kuongea maneno mengi sana. Lakini binti aisema kiongozi ambaye yuko katika future hili taifa, yani kiongozi wa baadaye ni mimi tu kutokana na dalili na miongozo yote ambayo inanitaka ije niweze king. Ilikuwa ni kama kijembe. Aisha anashangaa mama anakuaje? Mbona anakuwa ni kama mtu mwenye roho mbaya zaidi. Binti anatoka pale akiwa sasa na vijakazi wake wawili. Wanasema tuna mashaka juu ya kile ambacho kimetokea kule. Na kuna wakati mwingine kutokana na matamshi ambao wanasema haiwezi kutengeneza muunganiko kwa kumaliza kile ambacho kipo kwenye akili yako. Lakini binti aliwaza ya kwamba lazima mtu huyo ambaye alihusika katika hili swala alikuwa ni mamake wa kambo. Anasema hata hivyo najua tu Prince ndo Queen ndo aliyehusika katika mambo yote haya. Kwa hiyo sina mashaka zaidi. Binti anatembea kwa kulinga zaidi. Lakini kumbuka ni damii. Huyu ni wa kike lakini wanaojua siri hii na watu wachache sana katika jumba la kifalme. Kwa binti anapunguza uzito na kujiweka sawa zaidi. Mama anasema lakini kuna mtu ambaye anaonekana walikuwa naye. Vipi habari ya yule mtu? Bibi ndo akumbuka ule mchakato kijana ambaye alimpatia msaada. Anasema yule alikuwa ni mtu ambaye ameenda kuchimba dawa. Hivyo sidhani kama kuna nafasi ya kuweza kusogeza hatua zangu kwenda kukabiliana na mtu huyo. Hadi sasa upande wa pili katika jumba la kifalme majira usiku, mtaalamu ameingia kwa ajili ya kufanyia masaji na matibabu wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi katika jumba la kifalme. Hapa nahitaji kupeleleza miongoni mwa mtu ambaye aliweza kusaidiana naye katika muda ambao ulipita zaidi, kiamini kwamba yule ni court lady, yani ni kijakazi ambaye anafanya kazi katika jumba la kifalme au unaweza kuita court maid.
Basi alikuwa anauliza baadhi ya wafanyakazi tu, lakini watu wote walikuwa na mjibu ya kwamba miongoni mwao hakuna mtu ambaye angeweza kupata nafasi ya kwenda kutoka katika shughuli ya uwindaji. Na sasa upande wa pili kwa binti anaota ndoto mbaya zaidi. Kumbuka pacha yake alipotea miaka mingi sana iliyopita, naye ndo amechukua usukani. Pacha yake alikuwa ni wa kiume, yeye ni wa kike, na kuna siri ambayo imejificha walichukua nafasi ya wanaume, yeye ni mwanamke. Hapa picha nzee episodi ya kwanza, kirukia utakumbua zaidi. Basi Charlie alifika akasema, naona hujisikii vyema, hebu achana naye biashara kupumziki. Lakini ghafla binti alimpunja na kumweka pembeni. Anasema, nimemuona mtu yule. Sasa mtu yule nani? Binti aliweza kumuona kijana ambaye Mwajila mchana aliweza kumpatia msaada katika eneo la poli. Kwa sasa anajiuliza nini ambacho amefuata katika jumba la kifalme. Kwa sasa anahitaji kumshenyenta mtoyo. Ili sasa Mwamba akiwa anatoka, bahati ambayo ilikuwa ni kama nzuri, anakutana na askari ambao alikuwa anawekeana michongo zaidi. Anasema juu ya mwanamke kijakazi ambao unamtafuta, sidhani kama unaweza kumpata kwa nafasi hiyo ambao unafikiria. Charlie alimpa kamlungula kidogo tu kumpoza mtu huyo. Na hapa Mwamba anatengeneza njia kuweza kumtoa Charlie katika Paris. Basi Charlie alivunga mvungo akaruka akajibana pembeni kwa sababu alijua kuna watu wanakuja. Wanasema, Chief Go, ni nini ambacho unafanya katika wakati huu katika jumba la kifalme? Mzee alikuwa anacha kujibu, lakini sasa Mwamba alipobana nyuma yuko binti. Anahitaji kujua mtu ni nini ambacho kimemleta katika ile hapa jumba la kifalme. Basi mtu naye ana habari na historia yake ya nyuma zaidi. Huyu Mwamba sisi tunamfahamu kwa jina la Yon. Yule Charlie ambaye aliondokaga miaka mingi sana kwenda kusoma na sasa amekuwa mtu mzima zaidi. Lakini binti ni kwamba bado hajamtambua mtu huyu. Sasa aliamua kumfuatilia kwa kina zaidi mtu huyu ili aweze kujua ni wapi ambapo anaelekea, kwa sababu kuna kitu anahitaji kukitambua kwa mtu huyu. Basi Mwamba alifika katika eneo moja hivi. Ile eneo lilikuwa lina kumbukumbu kubwa sana kwa binti ambaye anafahamika kwa jina la Dami, kwani eneo ambalo lilikuwa la siri sana. Na hapa alikuwa anapajua watu wawili tu, yaani baina ya binti Dami kijana ambaye alikuwa ni mdogo sana, yaani Un. Sasa binti alimweka kwenye target, lakini anakumbuka kuna maneno ambayo anasema kwamba tafadhali nisamee mimi. Hii ni kumbukumbu ya lini? Basi kuna mtu mmoja ambaye aliwezeka kugundua, kijakazi mmoja aligunduaga kwamba binti ni wa kike wakati alikuwa anaigiza nafasi ya wanaume. Basi mamake aliweza kumwambia kitu kimoja tu, kwa sababu huyu ameshaweza kutambua utambulisho wako, ni vema uweze kummaliza. Na sio huyu tu, kwa mtu yoyote ambaye atatambua utambulisho wako lazima ummalize. Hii ilimtoa mpaka machozi bibie. Ilikuwa ni kumbukumbu ya nyuma, na hivyo anatakiwa mmalize mtu kwa sababu tayari anaweza akaja kuleta shida kwa baadaye. Anamweka sasa target mtaalamu ili aweze kumshambulia. Lakini Mwamba aliwezaje kufungua mlango? Kwa sababu ilikuwa ni sehemu asili zaidi. Hivyo arusha mshale ukamchalaza kidogo tu katika kaeneo kake kadogo hapa kashavu. Kijidamu kikatoka. Mzee anarudi anauliza nini ambacho kimetokea. Anasema itakuwa ni mbaya sana, hivyo lazima atafute nafasi ya kuweza kujitoa katika ile eneo. Itakuwa ni hatari zaidi. Lakini sasa baadaye binti alirejea katika lile eneo kwa sababu anajua hapo kuna kumbukumbu ya nyuma zaidi ya maisha yake na mtu ambaye alipotezana naye muda mrefu sana. Kale June naye baada ya kurejea nyumbani sasa, kitu ambacho kilimshtua sana ni kwamba mzee mzima aliweza kuja, yaani Mwamba ambaye aliangamizaga maisha ya Prince pasipo kutambua. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri katika episodi safi inayofuata? Tuungane katika episodi inayofuata kwenda kupata utamu wa vanilla. Hii hapa sound ya Falu DJ kutoka ZC Production, jumba la burudani pale Sindo tunasababisha kama dawa kama kawaizo. Let's say ciao. Kamsamida, au sio? Hatari na nusu. Sasa zaidi.